tena ndani nyumba ya Pass Out the Chosen wana kutoka GC Production jumba la burudani. Na sasa tuko na kazi bomba sana Alam katika episode ya 5 tu, na hii ni baada ya kumaliza episode ya 4, lakini naomba nitoe mwongozo kidogo ili namna mambo yatakavyojili hapo mbele usishangae zaidi. Saizi kutokana na maombi ya mashabiki wengi sana, hii tamthilia yetu ilikuwa inatoka episode 2 kwa siku ili kuhakikisha tunapata muktadha kuendelea kuenjoy burudani bomba sana hapa. Hebu guse katika sehemu safi ya 5 ili kuenjoy utamu wa Love Alam the Chosen one kama kawizo. Bad man. Basi tunaunganisha pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu safi ya 4. Basi hatimaye tunaunganisha pale ambapo tulikuwa tumeishia kupata muktadha burudani bomba sana. Hii nafasi ya hiyo kwa Kim Jojo ilikuwa tayari imesha kuwa ndogo, kwa tayari mkali wa kufahamika kwa jina la Wang anaonekana ametengeneza nafasi kubwa ya kuweza kuchukua moyo wa binti. Lakini baada ya kuona ndugu yake ametoka nje na unonyonge zaidi, achukua nafasi ya kumfuata na kwenda kuongea naye. Lakini Yong alikuwa na vitu vingi vya kumwambia zaidi, kumwambia kwamba kwa kuwa makubaliano yetu yalikuwa ni juu ya mtu ambaye atapata nafasi ya kuwasha Love Alam ikawaka kwa bibie, tutakuwa na bibie, basi sina cha kupinga, nafasi hiyo nimekuachia wewe. Sasa unaambia upande wa pili kwa bibie baada ya kuingia darasani. Hapa alikuwa ni maneno mengi sana ambayo yalikuwa yanamuonesha unyonge zaidi, na hata rafiki yake kwa kufahamika kwa jina la Jangjo alikuwa anamjia vikali sana na kusema kitu ambacho amefanya ni aibu sana, kwani alitakiwa atambue tu juu ya urafiki wao na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Irusiku, yani yule mkali wa judo. Hiyo ina maana kwamba bibie alikuwa anajaribu kutetea tu kile ambacho mkali alikuwa anamueleza binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Lakini mapenzi huwezi ukaforce, nafasi ya mwamba kwa binti ni ndogo sana. Sasa upande wa pili kwa mkali wetu wa kufahamika kwa jina la Yong, akiwa na mbamba katika maeneo hapa, alisikia kama kuna mtu anashenyentwa. Na kwa upande wa pili kuna bwana mdogo alikuwa anapigwa vibaya zaidi, na hapa kulikuwa kuna kitu ambacho ndakuja kukupa mwongozo wake hapo mbele zaidi. Basi bwana mdogo huyo alikuwa anapigwa kwa sababu Love Alam yake iliwaka mbele ya binti ambaye hawamba wanadai ya kwamba ni bibi ambaye anampenda sana. Hivyo bwana mdogo aliachiwa kipigo kizito sana. Basi baadaye mtaalamu aliweza kumuinua tu na kumwambia lazima hakikishe unapambania kila kitu ambacho kinakuwa sawa. Lakini mwamba isema kwamba siwezi kupambania kitu ambacho kinaniingiza katika matatizoni. Lakini mwamba alimwambia tu kitu kimoja hivi: inakuwa ni ngumu sana kumsahau juu ya mtu ambaye unampenda. Hiyo itakuchukua wakati mgumu zaidi. Sasa upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Wang Sun, akiwa anaingia katika kantini hapa, aliweza kumfuata bibie ambaye anaishi nyumba moja na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Sasa bibie alianza kujishaua sana pasipo kujua ni nini ambacho mkali amekifuata, na yule mwamba wetu alikuwa pembeni pale tu. Sasa alipofika aliweza kutoa simu yake na kumpatia binti. Binti huyo alitoa manjonjo sana, lakini kitu kilichomshangaza ni kwamba mkali alimwomba namba ya Kim Jojo na sio namba yake. Pande wa pili kwa bibi akiwa ametulia huko amechili na tomato anaendelea kutafuna vitu namna hiyo. Unajua kuna kutafuna afu na kula hivyo ndakuja kukupa tofauti baadaye. Basi bibi aliweza kupata DM za picha, afu pia aliweza kupata mawasiliano message tu ambazo zinatoka kwa mkali. Sasa hapa turudisho nyuma kidogo kutambua nini ambacho kilijili. Kumbe kipindi mtaalamu anamlazimisha bibi angalia Love Alam yake, baada ya kuondoka na bibi kucheki Love Alam ni kwamba iliwaka, na hii ikawa inazilisha ya kwamba bibi ni mtu sahihi sana kwa mkali. Hivyo wana muunganiko wa upendo kutoka kwenye Love Alam. Sasa upande wa pili bibi akiwa ametoka na kukataa kupokea simu za mwamba, hapa mwanamume aliweza kutokea na kumwambia ni nini ambacho unakifanya. Ina maana ukiona message zangu wala simu zangu, mwamba si unajua anajua namna ya kucheza na watoto, namna ya kuwabonyeza sehemu fulani wanatulia. Alikuwa anaendelea kumfuata bibi Tara bin Chibu. Mama anajirudi nyuma, jamani wewe kaka. Basi baadaye bibi aliweza kukimbia, lakini ilikuwa ni furaha sana kwa mama kwa sababu aliamini kila kitu kina usahihi sana, na alivyoangalia kwa pande huo akaona kama Love yake Alam inawaka, hivyo alitambua mtu yuko mbali zaidi. Basi akiwa ametulia hapa aliweza kuona marafiki wa rafiki yake Jongjo, na hapa ajabu kuuliza tu habari ya juu ya rafiki yake ni wapi alikoelekea, lakini kwa kejeli tu hakuweza kumjibu kwa sababu bibi saizi amekuwa ni mtu ambaye anabaguliwa sana. Lakini moja kwa moja upande wa pili kwa binti wa kufahamika kwa jina la Jangjo, alikuwa yuko na mkali wa kufahamika kwa jina la Irusiku. Sasa kuna kamchezo ambao kamejificha katika hii nasale. Naomba nikuchambulie Tara bin Chibu. Huyu bibi wa kufahamika kwa jina la Jangjo ni kwamba yeye anampenda sana huyu mkali, lakini alikuwa anatumia nafasi ile kuhakikisha anapunguza ushawishi wa binti
kwa huyu mkali. Sasa kwa nini binti huyu amekaa kimya na inakuwaje anaonekana ana ukaribu sana na mkali na yeye anampenda sana mkali? Hapa nataka nikupeka kitu ambako kalikuwa kamejificha. Ndio maana hizi kazi nikwambia tuachie watu wazima tuzichambue. Lakini mkali kwa sasa alikuwa ni mtu ambaye ana furaha. Kumbe hata ile siku Mwamba alivyoingia darasani na kuwasha alamu yake kumuonesha binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo, binti wa kufahamika kwa jina la Jangjo ndo alikuwa amewasha simu yake. Na maana siku ile love alarm ili detect kwenye upande wa simu ya bibi wa kufahamika kwa jina la Jangjo, sio kwa Kim Jojo. Ina maana hata ile siku ambayo Mwamba pia tena alimuonesha binti, ina maana ile simu ili detect kwa binti. Na hapa baada ya binti kurejea sasa, kumbe huyo binti ndio aliwapigaga picha wawili yao wakiwa wanapeana mambo fulani hivi. Hapa tumepata habari ya kwamba kumbe bibi kufahamika kwa jina la Jangjo anampenda sana Ilisiki, na yeye ndio alipiga picha na kumpelekea Mwamba ili mradi kuchafua tu nafasi ya binti kwa yule Mwamba ili yeye apate nafasi ya kuwa na yule Mwamba. Hakika inahuzunisha sana baba. Basi upande wa pili mwanamama akiwa katika eneo la mgahawa alipata mshangao sana kuona wageni wapya. Hii ilimshtua sana. Ilikuwa ni mkali Hangson. Leo aliamua kumfuata katika kamgahawa. Leo mapenzi lazima ukisha unafuatilia unachokipenda. Leo alikuja tu kama mteja hapa, lakini yeye lengo lake alikuwa anatafuta nafasi ya kuweza kuonana na bibi, kwani ana kitu muhimu sana cha kuweza kumwambia mtoto mzuri Kim Jojo, yani kama anamuona vile. Bibi alikuwa anatetemeka, lakini ndio hivyo tena, unajua love connected, love connection. Basi Mwamba baada ya kwamba mbali alikuwa anasubiri mpaka majira baadaye akisha mgao unafungwa na yeye apate nafasi ya kuonana na binti wa kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Basi tare binti mwanaume baada ya kumsubiri bibie aisema, leo nahitaji kutambua kama kweli wewe sio mtu sahihi katika moyo wangu. Naomba uwashe love alarm yako ili nijue kama na nafasi ya kuwa na wewe au sina. Mimi naambia sasa nini kaka ambacho kinakufanya unifuate kila sehemu? Yaani kwamba mkali hata nauli ya kwenye daladala alikuwa na bibie ndo alimlipia hapa. Yaani uko nyuma ni mausumbufu. Tuanasema leo lazima nihakikishe naona kwenye simu yako ukiwasha nini ambacho kinatokea. Basi wanatembea, unajua mapenzi yana usiri na na vitu fulani ambavyo vinakuaga wanasema ni universal. Hapo lazima upite shule kidogo ndio utaelewa maana ya universal, sio? Hatimaye basi mwanaume aliweza kuwasha love alarm yake, na binti baada ya kuwasha tu ile love alarm iliweza kudetect. Na maana watu hao wawili wana muunganiko mkubwa sana wa mapendo kati yao. Hii ilikuwa ni furaha sana kwa mkali, kwani aliamini kile ambacho alikuwa anakitarajia na anakisubiri kwa hamu kiliweza kufanikiwa. Hasa upendo waga ujifichi. Kwa hiyo Tala Bintibu burudani endelea kusonga mbele. Sasa ni wakati wa kutamba na Kim Jojo, maana Mwamba amefanikiwa kuchukua nafasi. Sasa upande pili kwa mwana yetu huko, yeye ni kupiga gym tu Konde Boy, au sio? Saizi anatakiwa apige tizi tu. Hapa alipata message kutoka kwa bwana mdogo kufahamika kwa jina la Hangson akiwa anamtaka kukutana, lakini sasa baada ya kuona kinyago fulani kiroboti alikumbuka kumbukumbu moja sana zamani ya maisha yake kabla ya ukubwa huu, maana yake utotoni. Kwa siku mwanamama alikuwa anaweka madawa katika vinywaji akinywa, hii ikiwa imemgadhabisha sana, lakini bwana mdogo kufahamika kwa jina la Hangson aliweza kufika na kumdisturb mamake, yani kumsumbua kiasi kwamba mama alikasirishwa sana na kile ambacho anakifanya bwana mdogo, mpaka ilifika wakati mama akaona basi huyu mtoto kwa kuwa anang'ania naye akamtilia ile madawa katika kile kikombe ambacho kilikuwa na kinywaji. Na bwana mdogo alikuwa hajui chochote kinachoendelea, alichokuwa anahitaji ni kunywa kile kinywaji, lakini ilikuwa imeshakuwa ni hatari moja kubwa sana. Endapo akinywa kinywaji anaweza kujikuta katika matatizo mazito zaidi. Sasa bwana mdogo kufahamika kwa jina la Yong ambaye aliweza kushuhudia ile tukio, ghafla alifika na kwenda kuzuia yule bwana mdogo asizidi kunywa kile kinywaji, kwani kingekuwa ni hatari sana. Kilikuwa kina kitu ambacho kilikuwa ni cha tofauti zaidi. Na baadaye bwana mdogo baada ya kuamka alimshukuru sana na kusema, hakika wewe ni mtu ambaye una muhimu sana katika maisha yangu, kwa sababu leo umeweza kuokoa, na ahidi utakuwa ni zaidi ya ndugu katika maisha yangu. Kwa hiyo bwana mdogo ana muunganiko mkubwa sana na Hangjon, na leo bwana mkubwa alikuwa anahitaji wakutane sehemu moja tu kwa ajili ya kumbushana kumbukumbu moja ya zamani sana, na ikiwa tu anahitaji kumpasha kwamba kwa sasa yeye ameshachukua mchumba kufahamika kwa jina la Kim Jojo. Hii ni sehemu nzuri sana ya 5 mzigo bomba sana wa love alarm. Tukutane katika sehemu safi ambayo inafuata ili kuendelea kuenjoy utamu wa vanilla. Kumbuka na pigo kutoka GC Production, jumla burudani. Mimi naita Mr. The Chosen One by the name. Sasa tuendelea kusonga na burudani yetu bomba sana ya love alarm. Sasa
Hii inatoka mida ya saa 6 kamili, lakini ile inayofuata itatoka mida ya saa 12:30. Kwa hiyo leo tunapiga 5 na 6. Ikitupendeza zaidi mida ya saa 4:30 pia tutapandisha episode ya 7. Huu mzigo lazima tumalize. Asante sana kwa support yako ya kuendelea kulike, kucomment, kushare, kusubscribe, na mambo yanazidi kwa safi zaidi. Mimi ni Faluu wa SDC Production. Asante sana pia fundi mitambo wangu hapa. Basi tukutane katika sehemu safi ambayo inafuata. Let's say ciao katika bola ya 5. Here we go.